صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الوفي الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدق ذو الجلال والإكرام. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور عيوننا وغذاء صدورنا وكفارة لسيئاتنا وبركة في أعمالنا وأعمالنا وأرزاقنا، ونور اللهم به بصائرنا وأبصارنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. الحمد لله. Tumshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala aliyetujumuisha katika nyumba miongoni mwa nyumba zake ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Tumuomba kama alivyotujumuisha hapa atujumuishe pamoja na al-Habib al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam katika al-Firdaus al-A'la, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Ahibati fillah, katika hasanati za mwezi wa Ramadhani ni kupatikana durus mbalimbali na kuimarishwa masajid, watu wakaweza kuwa mbali na harakati za maisha za nje ambazo kwamba zinashughulisha nyoyo na akili, wakaweza kuwa katika mazingira ya khalwa ambayo kwamba yananasibiana na mazingira yaliyoteremshiwa wahi bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mara ya kwanza. Al-Haq subhanahu wa ta'ala amemuumba mwanadamu, kisha akamuumbia mambo mbalimbali. Katika vitu alivyomuumbia ni mali. Akatuambia wala tu'tu sufahaa amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama. Mola subhanahu wa ta'ala atuambia msiwape masafihi mali yenu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amejalia yakawa ni qiwamul haya, yani maisha yanasimama kwa kupitia mwali. Kitajia kula, ukitajia kuvaa, ukitajia tiba, zote hizo zinahitajia mali. Lakini hapa pana kadhaya ambazo kwamba zimeshughulisha watu kwa miaka mingi, zinazopangika katika njia ya maswali. Je, Uislamu unahimiza watu wawe mafukara ama unaosukuma watu katika kufanya kazi na kujitosheleza? Swali ambalo kwamba hurudia mara nyingi. Tajiri ambaye kwamba ni mwenye kushukuru ni bora mbele ya Mwenyezi Mungu ama fakiri mwenye kusubiri? Na mingi katika mfano wa maswali kama haya ambayo kwamba yote yanarudi katika swala la fakr, ufukara, na mtazamo wa kisheria katika swala la mali kwa jumla, tofauti kabisa na nidhamu ya ishtiraki na rasilimali. Mola subhanahu wa ta'ala katika al-Qur'an al-Karim ametubainishia kuwa mali ndio qiwam ya maisha. Ina maana bila kuwa nayo lazima kutakuwa na mapungufu, na mapungufu yale yana picha tofauti. Kuna mapungufu katika akida, kuna mapungufu yanapatikana katika akhlaqi, kuna mapungufu yanapatikana katika upande wa afya. Yani patakapokosekana mali, leo ukiangalia katika jamii wanao kwenda kuuza miili yao, sababu watafuta nini?
walioachilia maadili yao na maamrisho ya dini yao wakafanya mambo sio kwa makosa, sababu atafuta nini? Sasa kukiwa na mapungufu katika msingi kama huu, na ndio maana maulama wanatuambia dini imejengewa katika misingi miwili. Kuna msingi wa i'tiqad na msingi wa iqtisad. Msingi wa itikadi na msingi wa uchumi. Msingi wa uchumi ukikosekana, ile itikadi lazima itatingishika. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumzia habari za zama za mwisho akatuambia, yusbihu ar-rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Mtu katika fitna zitakazokuwa kubwa katika zama za mwisho anaingiliwa na jioni ni mu'min, akifika asubuhi ni kafiri, wal billah. Ama anaingiliwa na asubuhi ni mu'min, ikifika jioni ni kafiri. Ndani ya masaa 24 tayari ana hali mbili tofauti. Kisha Mtume akataja masala mazito akasema, yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya qalil. Anauza dini yake kwa kitu kidogo katika dunia. Yani akikunjiwa 1000 kadhaa hivi yuko tayari kuacha akida yake, yuko tayari kuacha maadili yake na akhlaq zake. Kwa hivyo ili mtu asifike katika kuuza dini yake, ni lazima awe atakuwa ni mwenye kujitosheleza, kuwa na al-iktifau dhati. Kwa hivyo tofauti ya nadra ya Uislamu katika kadhia ya mali ni kuwa huu ufukara ni janga ambalo kwamba lahitajia kushughulikiwa na kutibiwa. Taib, madamu mali ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuyakosa ni mtihani mkubwa. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallama akijikinga kwa Mola kutokamana na fakr. Allahumma inni a'udhu bika min al-faqr, inkuja katika baadhi ya riwaya, na katika baadhi ya riwaya min al-qilla, uchache ni kukosa, ambapo kwamba ina maana bado hiyo ya fakr. Yani kama ingekuwa ufukara ni njia ya kujikurubisha kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa nini Mtume ajikinge kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala kutokana na njia kujikurubisha kwake? Haikubaliki, haiwezekani kabisa. Bali Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuonesha kinyume chake. Akaonesha imtinani yake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kumtoa kwenye hali ya kuhitajia kufika katika hali ya kujitosheleza. Mola Subhanahu wa Ta'ala katumbia, wa wajadaka ailan fa aghna, amekupata wewe ni ail, ni muhitaji, fa aghna, kakutosheleza. Sasa ingekuwa kutoka katika hali ya fakri kwenda katika hali ya kujitosheleza, ni kutoka katika hali nzuri kwenda katika hali mbaya, Mola Subhanahu wa Ta'ala asingeijalia kuwa ni manna kwa mtume wake sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa hivyo Uislamu haukuhimiza watu kubaki katika ufukara, wala haukutaka watu wawe ni malofa. Mtu atil amekaa amepakata mikono tu asubiri aje apewe. Shaqiq al-Balkhi siku moja akitoka kwenda safari anakutana na Ibrahim ibn Adham, na wote mabwana wakubwa wa salaf. Ibrahim anamuuliza, uenda wapi? Amwambia naenda safari ya kibiashara. Hazikupita siku nyingi, Shaqiq anakutana na Ibrahim mjini. Amwambia, umeniaga unaenda safari wewe, mbona bado uko hapa? Amwambia, kusema kweli nilianza safari lakini nikafika maeneo nikaona mambo ya kimaajabu yakanirudisha. Mambo gani? Asema nimekaa napumzika, nikamwona ndege mdogo kipofu dhaifu sehemu. Kila baada ya muda kadhaa, kila baada ya muda kuna ndege mkubwa anamletea chakula anamlisha. Asema nikapeleleza, kila baada ya muda fulani anakuja yule ndege mkubwa na anamlisha. Asema nikapata yakini kuwa mimi riziki yangu itanijia popote nilipo. Nikasema sina haja kwenda safari, wacha nirudi, nitaletewa tu popote nilipo. Akamwambia, ajibun amruk, washangaza wewe.
Yani umeridhia kuwa ndege mdogo dhaifu kipofu, badala uridhie nafsi yako kuwa ndege mkubwa anayetoka kwenda kutafuta. Wataka ukae wewe usubiri kuja kuletewa? Yani badala uendeleze safari uende ukatafute uje uangalie madhaifu walishe, wataka kurudi ukae unyoshewe mkono. Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama aliliweka vizuri swala hili kwa kadhaya kadhaa katika kulialij. Akiingia Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mji wa Madina, alifanya feasibility study, akausoma ule mji, watu wake, kazi zinazofanywa pale, masoko makubwa makubwa yaliyoko katika mji kama ule. Al-Habib sallallahu alaihi wasallam akapata kwa soko kubwa lilioko ndani ya Madina ni soko la Banu Qainuqa lenye maduka 300 ya dhahabu na yote yamilikiwa na Yahudi. Madina kipindi hicho kina watu takriban kati ya 8,000 mpaka 9,000. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuja na muhajirina 450. Akifika Madina kuna ansari walioslimu 500, jumla 950 katika watu 8,000 mpaka 9,000, yani 12% takriban. Percentage ndogo ndani ya mji. Lakini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa sababu anajua hii misingi miwili lazima iende sambamba, msingi wa itikadi na iktisadi, anataka kuboresha hali za umma. Hawezi kukubali akae hapa msikitini asomeshe maswahaba ya aqida na fiqhi na wafundishe kufanya ibada, kisha wakitoka uchumi uko katika mkono wa adui. Banu Qainuqa ni moja katika makabila matatu ya Kiyahudi yaliokuwa Madina, Banu Qainuqa na Banu Nadir na Banu Quraidha. Sasa maduka 300 ya dhahabu ndani ya soko moja yote yanamilikiwa na Yahudi. Ukizungumza maduka 300 ya dhahabu na silaha kwa kipindi kile ni kama kuzungumzia banks kwa wakati huu. Hii inakupa picha kwa uchumi wote 99.9% ulikuwa katika mikono ya nani? Mayahudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam hawezi kuridhia hilo. Kwa hivyo ameweka niqat kadhaa katika kuondoa mushkil kama huu na kulitatua tatizo kama hili. Nukta ya kwanza ni kujituma. Mtume sallallahu alaihi wasallam anakuja mtu kwake amwambia Rasulullah aatini, nipatie Rasulullah. Amwambia chukua shoka nenda kakate kuni na nisikuone hapa mpaka baada ya siku 15. Yani usifanye haraka nenda fanya kazi yako kwa makini. Anakwenda anarudi, mashallah ambadilika, anawiri, amvaa nguo nzuri, ana madirham mfukoni. Anamshukuru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kwa fikra kama ile. Anakuja mwingine, Rasulullah nipatie. Amwambia huyu mbuzi wangu nenda naye sokoni ukamuuze, alafu tutashirikiana faida. Chuma kinatoka na mbuzi mpaka sokoni. Man yashtari minni shata Rasulillah, na nataka mnunua mbuzi wa mtume kutoka kwangu. Angalia alivyokuwa hodari katika marketing. Ajua akisema ni mbuzi wa mtume atanunuliwa haraka. Ananunuliwa, inakuja kwa mtume, wanagawanyana faida. Alhasil ni kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwalea maswahaba zake katika kunyoshia watu mikono, bali amewalea katika kufanya, amewalea katika kujituma, amewalea katika kutoa jasho, kama alivyosema Mola subhanahu wa ta'ala, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi, tokeni tembeeni katika njia hiyo ardhi ama katikati ya majabali hayo, wakulu min rizqihi, mule katika riziki ya Mola wenu. Kwa hivyo kula riziki ya Mola inahitajia kwanza nini? Famshu fi manakibi fa idha qadaytumus salata fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ndio maamrisho ya Mola subhanahu wa ta'ala, mtu atoke afanye, madamu unachokifanya ni cha halali, madamu unachokifanya ni sawa, kipingani na sharia ya Mola subhanahu wa ta'ala, toka nenda kafanye, hakuna kupakata mikono. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alichokifanya pale, alipiga soko ili watu wawe kwanza Waislamu watakuwa na soko lao. Ule mzunguko wa pesa usibaki kwa Mayahudi peke yake. Unajua katika matatizo makubwa yaliyoko ulimwenguni sasa ni kwa pesa hazizunguki.
tharwa ya ulimwengu mzima yamilikiwa na 1 to 3% ya watu. 97 hawana kitu, haizunguki kabisa. Na Mwenyezi Mungu ametuambia kabla hapo, likay la yakuna dulatan baina al-aghniyai minkum, yasiwe haya mali yatakuwa yanazunguka kati ya matajiri tu kati yenu, lazima yatoke yawafikie na wengine. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaweka soko. Lile soko alipoliweka Mtume sallallahu alayhi wasallam, yule adui alipokuja akaja akalichoma na akalikatakata. Taban adui hawezi kuridhia wewe utajitosheleza, anataka siku zote uwe chini yake, akuweke njaa, umuhitajie. Wenyewe wanasema at-tajwi' yuaddi ila at-tarki'. Ukishatiwa njaa utarukutu shekhe, una budi, kwa sababu wahitaji. Na huwezi kuwa na kilima chako, huwezi kuwa na usemi kama hujitoshelezi. Ndio maana wakisema man lam yakul min fa'si lam yantiq min ra'si, ambaye kwamba hali kutoka na shoka lake hawezi kusema kutoka kwa kichwa chake, atasemewa, atapangiwa. Leo ni mangapi yasokuwa yetu ya kimaadili ya kimagharibi twaletewa na yapitishwa katika mabunge haswa, na hakuna budi yapitishwa kwa lazima, kwa sababu watu kuna msaada wanatarajia kutoka kwa nchi za kimagharibi. Umeona, man lam yakul min fasi lam yantiq min ras. Kwa hivyo lazima riziki yako itoke hapo katika shoka. Sayyidi Ali al-Khawas, moja katika mabwana wakubwa waliotangulia, Sheikh al-Imam al-Sha'rawi, alikuwa akisema dhikri ya seremala ipo katika msumeno wake na dhikri ya mkulima iko katika jembe lake. Yani ili mtu asikae akasema bana mimi nataka kufanya ibada tu, kwa hivyo acha mimi nikae na subha. Akwambia subha yako wewe seremala, subha yako ni ule msumeno, kila ukipeleka subhanallah alhamdulillah. Maana ukisema utakaa na hii utofanya, utapata chakula kisha. Na vile vile wewe ni mkulima, shika jembe ile, kila ukipiga la ilaha illa Allah Allahu akbar, ile ndo subha yako. Haya ndo malezi ya ahlullah, si ya kufanya watu madofa wakae tu wasijitume kwa hujja kuwa tena mtu anakuja na nadharia kwambia bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunga jiwe katika tumbo. Hatukatai Mtume alifunga jiwe katika tumbo, lakini je, inamaanisha wewe utaishi umri wako wote ufunga jiwe tu katika tumbo? Na riziki iko, unaweza kujituma ukapata. Ni hali gani iliyomfikisha Mtume mpaka kufunga jiwe katika tumbo? Je, ile hali iliyomfikisha yeye Rasulullah kufunga jiwe katika tumbo ndo hali hiyo hiyo ambayo kwamba mimi na wewe tuko ndani yake, ili tutake kujiiga naye katika hilo? Kwa hivyo Rasulullah akaweka soko. Soko lile likaja likachomwa. Tumesema kuna bwana anaitwa Ka'b ibn al-Ashraf, mmoja katika watu wenye asili ya Kiyahudi, kaenda akalichoma choma lile, akalikatakata soko. Habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akajua huyu anataka kuwatoa watu katika malengo, hasira zipande, yani tuache ile jambo tukasirike, lakini hatatufikisha huko. Akatoa maneno mazito, akasema la adribanna lahu suqan huwa aghyad lahu min, nitamwekea soko litamkasirisha zaidi huyu. Hili si limemkasirisha, ngoja sasa namwekea kubwa zaidi. Mtume sallallahu alayhi akaika soko kubwa zaidi. Ukienda sahihi pale Masjid an-Nabawi, nje ya ukuta wa Masjid an-Nabawi upande wa mashariki utalipata soko la Mtume. Hata zile tiles zimewekwa rangi tofauti pale, nyeupe tofauti na zile zingine. Mtume kaleka soko pale, akamwambia hadha sukukum, ili soko lenu, fala yuntaqasanna minhu, lisipunguzwe kwanza, liwachwe kwa ukubwa wake huu limtoshe kila mtu. Wala yudrabanna fihi bikharaj, kusiwekwe tax hapo, kusiwekwe tax. Anayetaka kuja na mali katika mabedui kutoka nje ya Madina katika vijiji mbalimbali, walete mali yao wauze, wasichajiwe chochote. Wacha wajua kuuza uchumi wetu hapa, wacha watu wapate sababu ya kuwaleta katika hili soko. Alafu kwa uhodari wake Mtume sallallahu alaihi wasallam ile soko akaliweka katika sehemu strategic sana. Ukiingia tu Madina, yani ukiingia Madina unapambana na soko la Mtume. Taban kwa mtu ambaye kwamba amekuja kwa malengo ya kununua bidhaa na kwenda nataka kusave time na rudi kwao mapema kabla ya kiza, hatotoka kwenda ndani huko akatafuta soko la Banu Kainuka.
Hata wewe ukienda tu kokote kwenye shopping center, kama sijui ni mall, maduka ya mbele mbele, ukishapata bidhaa unaitaka utachukua uende. Unaweza kusema ngoja mpande ghorofa ya 3 kwa ya 4, kama ndo mtu huna muda huo. Labda wewe unakwenda window shopping, unataka kuzunguka, wewe upige utie macho nuru kama wanavyosema wenyewe. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaweka kawanini kama hizi, akawaambia na hakuna parking hapa. Asije mtu na mnyama wake akamweka ndani ya soko. Hakuna mtu kuweka duka, kwa maana yani ile nafasi mtoshe kila mtu. Wewe leta bidhaa yako uzo, ukimaliza nenda mwingine ije mfae ile sehemu, lakini vile vile upate kurauka, kwa sababu ukishakuwa wewe na duka lako pale unaweza kulala mpaka dhuhuri. Unajua tu wakati wote utakapokwenda nafasi yako iko. Lakini atufundishe burika li ummati fi bukuriha, ummati wangu umebarikiwa katika kurauka. Watu warauke katika kwenda kutafuta riziki. Alhasil ile soko ameliweka Mtume sallallahu alaihi wasallam ili watu wapate nini? Wapate kujituma. Kwa hivyo njia ya kwanza aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kupambana na janga hili la ufukara ilikuwa ni kufanya, na hii ni sunna ya manabii wa Mwenyezi Mungu. Saidina Daud alikuwa ni haddad, mwenye kufua vyuma. Saidina Nuh alikuwa ni najjar, ni seremala, carpenter. Saidina Idris alikuwa ni khayyat, mwenye kushona. Saidina Adam alikuwa ni mkulima. Hao wote na kuna ile ambayo kwamba imewakusanya wote. Mtume sallallahu alaihi wasallam akituambia ma min nabiyyin illa ra'al ghanam, hakuna mtume isipokuwa amechunga mbuzi. Sasa viumbe bora vya Mwenyezi Mungu vimefanya kazi, na vimefanya kazi za mikono hizi ambazo kwamba mara nyingine sisi tunaziona ni kazi za dunia. Yani leo ukisikia mtu ni seremala ama mtu sijui ni mshonaji, unaona si kazi mfanywa na manabii. Umeona? Sasa mitume wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala walifanya, mtume akawalea masahaba zake katika kufanya. Hiyo ni moja katika hatua zilizotumika. Lakini vile vile katika hatua ambazo kwamba sharia na Uislamu umechukua katika kuondoa hili janga ama hili tatizo la ufukara, ambalo kwamba ni ibtila. Tufahamiane vizuri. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametaja yote mawili na yote akaita ni ibtila. Sawa iwe ni katika ufukara, sawa iwe ni katika ghina, zote ni ibtila, ni kuonjwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuwekea vile vile al-ibadat al-maliya, ibada za mali. Ibada za mali ziko nyingi. Kuna sadaka, kuna zaka, kuna wasia, kuna wakfu. Hizi zote ni ibada za kimali ambazo kwamba zimewekwa kwa ajili ya kuondoa hili tatizo, ambapo karibu zote leo haziendi sawa. Na lau zingekuwa zafatwa kwa namna ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amepangilia, kusingekuwa na hili janga kubwa leo ndani ya Afrika. Tuache hizo continent zingine. Ndani ya Afrika, kutokamana na takwimu za UN, Umoja wa Mataifa, wanasema watu milioni 348 wanaishi chini ya khati ya ufukara. Watu milioni 348 wanaishi chini ya khati ya ufukara. Kwa vipimo vyao yani $1.50. Kwa maana mtu akipata haya ndo shilingi 100 kutoka mkononi kwenda mdomoni, hana cha ziada, hapati zaidi ya $1.50 kwa siku mtu. Watu milioni zote hizo, ambapo Afrika hii wakati wa Umar ibn Abdul Aziz ilikuwa hakuna anayestahili zaka. Yahya ibn Said aliyekuwa wali pande za Afrika kipindi hicho ilikuwa ni pande za Tunisia, Libya, yani North Africa kule, ambapo ni Afrika. Zaka zake alikuwa akizitoa akizipeleka kwa Umar ibn Abdul Aziz. Sheikh, vipi wewe, mbona zaka uzileta huku kwa daula? Na Mwenyezi Mungu amesema tukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim, zaka zichukuliwe kwa matajiri wao zirudishwe kwa mafukara wao. Katika matatizo yaliyoko katika zama zetu kwa wingi,
Utapata mtu anazunguka nchi nzima kutafuta zaka. Atoka mji wake, pengine hafuturu na ahli yake isipokuwa siku moja Ramadhani. Atoke ende mji huu zaka. Sasa shaka pale ulipokwenda kuna mafukara wanaozihitajia zile zaka. Wewe ukichukua za wengine, wao watapata nini? Sasa ambiwa mbona wazilete hizi? Asema Afrika hakuna mtu anayestahili zaka. Wote ni wakutoa. Yaani katika kipindi ambacho kwamba tulikuwa twatoa hatupewi, hakuna hata mmoja, tumfika kiwango sisi bilioni 348. Sio wakupewa ama wakustahili kupewa, wanaoishi chini ya hati ya ufukara. Sasa kwa nini yakapatikana haya mabadiliko? Hata Sayyidina Muadh ibn Jabal alipotumwa na Sayyidina Umar ibn Khattab pande za Yemen, wakati wa khilafa Sayyidina Umar, Muadh ibn Jabal nusu ya zaka aliichukua akairudisha kwa Sayyidina Umar ibn Khattab. Kwa nini unaleta zaka huku? Wapatie mafukara wao. Anasema nimetoa nusu, sikupata mwingine wa kumpa, ndio maana nusu naileta kwako, angalia utakapopeleka. Mwaka uliofuatia Sayyidina Muadh anapeleka robo. Mwaka wa baada yake amepeleka thuluthi mbili. Mwaka wa baada yake amezipeleka zote. Ya Amir al-Mu'minin, hakuna tena wakupokea zaka huko, wote wakutoa. Wewe angalia pale utakapozipeleka. Yemen hii ya kipindi hicho, nenda kaangalia Yemen ya sasa. Mamilioni kwa mamilioni wako chini ya hati ya ufukara. Sasa hapa ndo mtu anajiuliza swali, tatizo liko wapi? Wakati ule kulikuwa na hali ipi ambayo kwamba imekosekana wakati wetu mpaka ikatufikisha katika daraja hii tuliyoko ndani yake? Sasa ukimwangalia Umar ibn Abdul Aziz, tumchukue kama mfano. Umar ibn Abdul Aziz ni katika makhalifa ambao kwamba wamehukumu muda mdogo sana, lakini mabadiliko waloleta katika jamii yalikuwa ni makubwa, yanakumbukwa mpaka kesho. Na ndio maana watu walihifadhi kipindi alichohukumu mpaka masiku, mpaka muda, mpaka masaa. Akwambia Umar ibn Abdul Aziz alihukumu miaka 2 na miezi 6 na siku 17 na masaa 11. Watu wamehifadhi mpaka masaa miaka 2, miezi 6, siku 17, masaa 11. Wakampa sumu akafa. Siku zote wewe ukija kama kiongozi wataka kuleta maendeleo na mabadiliko, utamalizwa tu. Kuna wale makatel ambao kwamba wamezoea kufanya ufisadi miaka yote, utakuja kuharibia wewe mahesabu yao. Kwa hivyo utaondolewa tu juu ya ardhi. Sasa Umar ibn Abdul Aziz katika kipindi kile akiingia tu katika Baitul Mali al-Muslimin, kitu cha kwanza alitoa amri, akasema kuanzia leo Waislamu wote dunia nzima nataka mwaka ujao wametoka katika hali ya ihtiyaji kufika katika hali ya kafaf, kujitosheleza. Narudia, watoke katika hali ya haja, kuhitaji, kufika katika hali ya kujitosheleza. Kilichofanyika, haya yanatajwa katika vitabu vya tarikhi. Ilikusanywa zaka kwa namna inavyofaa kukusanywa. Daula ndio ilikuwa inakusanya zaka, sio mtu anajitolea mwenyewe. Ikakusanywa zaka bila ufisadi. Walostahiki kupewa zaka katika mwaka ule wa kwanza wa Umar ibn Abdul Aziz, kila mmoja alipata dinari 1000. Tutahitaji kidogo calculator kidogo. Kila mmoja alipata dinari kipindi kile ni sawa na gramu 4 na robo za dhahabu. Dinari moja ni gramu 4 na robo za dhahabu. Kwa hivyo ukizungumzia dinari 1000 unazungumzia kilo 4 na robo za dhahabu. Kwa haraka haraka si chini ya milioni 50. Zaka ya mtu mmoja si chini ya milioni 50. Hebu niambie, kwa huyu ambaye kwamba amepewa dinari 1000, mwakani atakuja kupokea ama atakuja kutoa? Sasa tujiulize swali mimi na wewe, kwa nini katika jamii yetu kuna watu miaka 30 wako katika listi ya kupokea zaka?
yako hayako. Tuambizane kweli jamani. Tena wewe kishafika Rajabu na mapema tu utasikia zile message zinaingia na simu. Sheikh usinisahau bana katika listi ya mwaka huu. Aitafuta yani mtu yuishi mwaka mzima badala ajitume apate chake na wa kutoa yeye subiri Ramadhani itafika lini na mimi mpe hagallah. Anapewa milioni 50, usishtuke sana hapo kwa sababu hawa tayari ni fungu kubwa lishapunguzwa mwakani, wao hawatoi hawapokei bali wanatoa. Ilipofika mwaka uliofuatia walostahiki kupewa zaka walipewa dinari 1500, si moja, si chini ya milioni 250 za Kikenya. Singine tukitaja hizi figures watu watuambia Sheikh saumu kali labda kwema waota, lakini rudi katika vitabu hizi kadhaa zimetajwa. Msome Imam Tabari katika tarikhi yake, nenda kamsome Imam Shafi katika vitabu vyake. Hizi ni kadhaa zimefanyika, zimenukuliwa katika vitabu. Na kama ziko, kwa nini wasipewe? Ikiwa ziko kwa kiwango kikubwa na wastahiki wako, na lengo ni kumtoa mtu katika hali ya ihtiyaji kumfikisha katika hali ya kujitosheleza, kwa nini mbanie? Unajua sisi tatizo letu ni kwa tuna nadharia ya kutoa kwa kiwango cha yule unayempa. Tapiga mfano al-Imam al-Layth ibn Sa'd katika mabwana wakubwa, katika maimamu wakubwa wa salaf. Al-Layth ibn Sa'd siku moja amekuja mama na binti yake, amwambia Imam, binti yangu namuozesha huyo, naomba chupa hivi ya udi angalau nikimpeleka kwa mumewe anukia. Imam akamuita mfanyakazi wake akamwambia nenda kalete chupa kubwa ya udi umpatie mama. Ile mfanyakazi akamwambia Imam ameitisha chupa ndogo. Ya Imam ameitisha chupa ndogo. Akamwambia ameomba kwa saizi yake na sisi tutatoa kwa kiwango chetu. Yeye ameomba kwa kiwango chake, lakini haimaanishi sisi tumpe kiwango chake, sisi tutatoa kwa kiwango chetu. Sasa wengine anakuja mtu anakuambia Sheikh nisaidie na 50. Unaitafuta hiyo 50 yenyewe. Na unaweza kutoa hata 200, 500. Alafu sasa upate maelfu matupa, utanisamea sina change. Kana kwamba kumpatia 1000 haifai. Sasa kilipokuwa kiwango ni kikubwa cha zaka na wanastahiki wamepungua, wakapewa 1500. Mwaka wa 3 wa mwisho ndio ujue kwa nini huyu mtu ameuliwa kwa sababu zilikatwa kwanza zile wale ghost workers wale wanakuchukua mali katika Baitul Mali na kuzichezea kufanya israfu, wote waliofungia wale. Kwa hivyo pesa ikapatikana kwa uzuri katika Baitul Mali. Mwaka wa 3 watu walipewa dinari 10,000. Unazungumzia kiwango si chini ya milioni 500 za Kikenya. Zaka mtu anapewa. Sasa ukiwaangalia fukaha wakizungumzia kadhia ya zaka, wanakwambia ni moja katika mambo matatu. Ima umpatie chakula cha mwaka mzima yule mhitaji, ama umpatie mahitaji ya mwaka mzima, sawa iwe ni chakula, iwe ni masomo, sijui mavazi, matibabu kama ni rent, ama umpatie capital ambayo kwamba itamwezesha kwenda kufanya biashara, ajiendeleze. Ikifika miaka inayokuja yeye anatoa. Hivi ndio viwango sisi tutavifuata. Sisi zaka zetu za 200 zaka zetu za 500. Hizi si zaka, hizi sadaka. Hata sadaka kutoa 200 siku hizi kidogo. So yale malengo hayapatikani. Kwanza watu hawatoi. Pili, utoaji sio, baada kwa wanaotoa ni wachache, pia na njia ya kutoa ni mbaya. Sasa kama kuna watu 100 wahitaji na mimi nina zaka zangu kwa mfano milioni 10, afadhali nichegue 10 katika 100 niwawezeshe wawe na kitu cha kuendeleza mwakani, hawahitaji tena, niangalie vipi nitapunguza katika wale 90 wengine, kuliko wale niwape kila mmoja sijui 10,000 azifikie hata Eid. Sheikh kwanza zikiingia anafuliza zakatwa juu kwa juu, kuna madeni tele yanamsubiri. Kwa hivyo Saidna Umar ibn Abdul Aziz akaweka khutwa nzuri sana,
Kwanza akaandaa team ambayo kwamba itawatrain watu na kuwapa maarifa, na hii nukta muhimu sana. Kuna baadhi tukizungumza masaili kama hayo kwamba shekhe, tushawahi kujaribu lakini akafeli. Tumenulia mtu tuktuku ajitume ajiendeleze, lakini pesa akaenda kazilia miraa. Umeona? Sasa tumeona turudi huku katika kuwapa watu 200 sijui 2000. Jambo la kwanza, mtu ambaye kwamba hajazoea kushika kiwango kikubwa cha pesa, ghafla tu uende ukampeltie. Sisemi hastahili kupatiwa lakini katika matumizi kutakuwa na mitihani. Kwa hivyo anahitajia mtu ambaye kwamba kwanza atamuongoza, amwelekeze, msikilize kwanza, njoo kuna zaka tunataka kukupa, hebu tuletee proposal, waweza kufanya nini hasa? Mwache enda kasome jamii yake, aone biashara gani anaweza kuifanya, kuletee proposal, ipitie, mhoji, msikilize. Ukimwona ni mtu ambaye kwamba anayo ahlia na unajua hizi zitakwenda zitatumika vizuri pale, endelea. Lakini bado umwekee na mtu ambaye kwamba ataendelea kumfuatilia, ata follow up na kumwelekeza. Kwa hivyo sehemu kidogo anadhoofika, anamsupport, sehemu anakosea anamnyosha. Hivi ndivyo alivyofanya Umar ibn Abdul Aziz. Hakupewa tu mtu haya dinari 1000 inaenda. Walifanywa masemina, wakaelekezwa, kisha akaangaliwa kila mmoja ni hodari katika upande gani. Kuna watu si wafanyi biashara, hawezi mtu, yamezoea kuandikwa tu, akiingia kwenye biashara haifaulu. Hata akaingia kwenye biashara 10, acha moja, haimaanishi hawezi kufunguliwa biashara, lakini aweza kutafutiwa mtu ambaye kwamba ni hodari katika management ya biashara, akamwendelezea biashara yake kama ile. Kwa hivyo almuhimu ni kuwa kulipatikana dirasa, watu hawakupewa tu wakaenda wakazichoma. Sasa swali litakuja hapa, sisi katika zama zetu, kwa nini twashindwa kutabikisha kama haya ambayo kwamba yalitabikishwa wakati wa Umar ibn Abdul Aziz? Je, tunajua kiwango cha zaka za Waislamu duniani kwa kupitia pesa zilizoko kwa mabank na shares? Hatuzungumzii bidhaa zilizoko nje. Kwa kupitia tu pesa zilizoko kwa bank na shares, zaka za Waislamu kwa mwaka si chini ya bilioni 300 mpaka 400 dola, sio Kenyamani. Tuzungumzia kwanza bilioni, sio mime, sio milioni, alafu ni dola, sio Kenyamani. Bilioni 300 mpaka 400. Billah alaik, zikonvert kwanza tu Kenyamani, angalia utapata trilioni ngapi? Hizi za mwaka moja hazitoshi kutoa wafukara wa nchi moja ama mbili wote kwa mwaka moja katika ufukara. Tuseme jamani, haya tuwachegueni, tuje tuwa train, haya kila mmoja apewe hata si bilioni 1, inshallah apewe milioni 5 so wafunguliwe mabiashara, waendelezwe. Lakini ziwapi? Na hapo hatujazungumzia rikazi. Sasa tukija katika kauli ya kusema petroli ni katika rikazi na gesi zahitajia kutolewa zaka, itashoot kutoka 400 mpaka trilioni 1 dola. Tukisema na zaka za gesi na petroli ziongezwe, itakwenda mpaka trilioni 1 dola, zaka za mwaka mmoja tu. Sasa ikitumika nidhamu ya Umar ibn Abdul Aziz kwa muda wa miaka 5 mpaka 10, mafukara wote watamalizika. Lakini kwa sababu nidhamu sahihi haipatikani, leo sisi ummati wa Kiislamu ndo tunaongoza katika ufukara. Kwa takwimu za Umoja wa Mataifa, 60% ya mafakiri
ulimwenguni wanaotoka katika maeneo ya Kiislamu. Sasa jambo la kwanza, Waislamu ulimwenguni wangapi? Bilioni 2, sio? Katika watu bilioni 8 walioko ulimwenguni. Ina maana sisi ni 25%. Tuko pamoja? Katika watu wote bilioni 8, sisi bilioni 2, sisi ni robo ya ulimwengu, sawa? 25%. Sasa katika 25%, ilikuwa basi na sisi tuwe ni 25% ya mafukara. Sisi ni 25% ya population, kisha ni 60% ya mafukara, mara 3 yake takriban. Leo ukienda wewe angalia mitatu, kina majengo zunguka Kenya nzima, kila sehemu kuna majengo. Afadhali mashallah majengo yetu ya siku hizi ya Mombasa yanawiri angalau. Kuna building makubwa na nini. Lakini wewe nenda tu sehemu, nenda majengo ya Nairobi ukaiangalie. Nenda majengo ya Nanyuki kaiangalie. Nenda majengo sijui ya Kisumu. Kaziangalie tu vile zilivyokaa. Ile mitambo kwamba unaishi Waislamu. Ndio mitaa duni, ndio mitaa isiokuwa na maendeleo. Yani sisi umma ambao kwamba tuna zaka, sisi umma ambao kwamba tuna sadaka, umma ambao kwamba tuna wasia, umma ambao kwamba tuna wakfu, tuna ibadat malia, zote hizi leo ndo tushikamikia katika kadhia ya mali. Leo sisi ndo wa mwisho kabisa. Kwa hivyo Uislamu ukaweka hizi ibadat, tumetaja zaka, vile vile ukaweka wakfu, ukawa na awqaf, kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala anajua watu wanatofautiana. Kuna yule ambaye kwamba nacho, kuna yule ambaye kwamba hana, kuna wastani, kuna fukarafuke, kuna tajiri wa kuvuka mipaka. Ni aksam za watu ambazo kwamba ziko katika jamii. Sasa huyu ambaye kwamba hapati, ili asidhurike, ili asije akafika katika kufru. Manake tumeambiwa katika hadithi, kada al-faqru an yakuna kufra. Ufukara unakaribia kufika katika ukafiri. Wangapi leo wamekufuru kwa sababu ya ufukara? Bali Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikuwa akisema, law tamathala li al-faqru shakhsan, law ufukara ungesimama mbele yangu hivi kama mtu, la qataltu, ningemuua. Sayyidina Ali alisema ningemuua. Naam, kwa sababu ni hatari. Na tumetaja mwanzo muhadhara namna gani mapungufu yanapatikana katika akida, katika akhlaki kwa kupitia fakr. Kwa hivyo kwa sababu kunao wahitaji, sheria ikatokea vile vile awqaf, kwa sababu sasa zaka ni kitu cha mara moja kwa mwaka, lakini kuna awqaf ambazo kwamba ziko throughout. Zikawekwa awqaf, zikawa zinaangalia watu, na watu wakahimizwa, wakaambiwa bana waf'alul khaira, fanyeni khairi. Na khairi bora ni khairi ya kuendelea, hata baada ya kufariki wewe bado inaingiza thawabu zake kwako. Wakajitolea watu katika nyanja mbalimbali, na Waislamu wakapiga hatua za mbele sana katika kutoa mifano mikubwa katika kadhia kama hii. Kukawa na tanawu, kukawa na creativity kwa lugha nyingine katika kadhia ya nini, ya awqaf. Ikafika kiwango Ibn Battuta anasema, na kwenda pande za Iraq na Sham napata wakfu za kuozesha watu. Yani kuna awqaf, mtu anaweka sema bana, hii building yangu hii, kinachoingia hapa waangaliwe vijana ambao kwamba hawana uwezo wa kuoa, waozeshwe. Tunao hiyo wakfu sisi. Kukapatikana awqaf za kupeleka watu haji. Ushasikia wakfu ya haji kwetu? Hiyo wakfu yenyewe labda pia kuisikia ni balaa. Wakfu za peleka watu haji miaka hiyo, wakfu za kupeleka watu haji. Na awqafu za tiba kwa nyanja zote, kwa maana mwanafunzi anayekwenda kusomea medicine anasomeshwa na wakfu. Vitabu vyake na vifaa anavyovitumia ananuliwa na wakfu. Wagonjwa wanakwenda kutibiwa na wakfu. Madaktari wanalipwa na wakfu.
mpaka ikafika kiwango mtu kama hajapata kula anajitia ugonjwa kisha anajitupa hospitalini, kwa sababu alikuwa akienda pale hospitalini anapewa chakula mara 3, anafuliwa nguo zake, anaangaliwa vizuri, analala pazuri. Sasa hebu niambie chembelecho wale vijana mtaani uko kwambia kama una njaa wewe nenda mbele ya mlango wa polisi tukavute bangi, utakosa ugali na maharagwe uko mbele jela. Sasa huyu anajua pale kunatolewa khadamati zote hizo za 5 star, atakosa kwenda kujitupa pale. Mpaka katika visa vya kifukaha wanasema kuna bwana mmoja amekwenda hospitalini na si mgonjwa. Daktari katika kuzunguka kukagua wagonjwa, akifika kwake anampima, anamuona mzima huyu, lakini anachukua karatasi anaandika mkirimuni, mpeni chakula, mwangalieni na nini. Manesi wanamshughulikia. Siku ya pili akija anafanya vipimo, anamuona mzima, anaandika tena mkirimuni. Siku ya 3 akija aliandika katika karatasi ad-diyafatu 3 ayyam. Ugeni siku 3, hata ishalewa unaweza kwenda sasa. Tushakirimu siku zako. Kulikuwa na kitu kinaitwa wakfu zabadi katika wakfu za kimaajabu. Yani utashangaa watu katika aukaf walikuwa wanajali paka hisia za watu. Ametumwa mtoto sehemu, chombo alichokwenda nacho kimeanguka, kimevunjika. Akirudi nyumbani imani mbati, kuna mboko za msubiri huko, ama kwa uchache atakemewa, atajeruhiwa mashairi zake na hisia zake kama hakupigwa. Kumekuwa wakfu haswa kwa ajili ya hilo. Yani umevunjikiwa, unakwenda unanuliwa chombo kama kile, unarudi nacho nyumbani. Ngale watu walivyokuwa mahudari. Na bali walipokuwa wameshughulikia wanadamu mpaka wakamaliza haja zao zote, wakaenda mpaka kwa wanyama. Kuna yule at-tairu al-laqlaq anapatikana pande za Pacific kule. Ukienda Morocco walikuwa wana wakfu haswa ya kuwatibu wale. Unajua saa nyingine anakuja yule miguu yake ni mirefu yule ndege. Sasa akija kitua hivi kwa nguvu anavunjika mguu, hawezi tena kuruka. Amewekwa daktari haswa analipwa na wakfu kumtibu yule ndege mpaka hakikisha yuko sawa na haweza sasa kutembea na kuruka, na matibabu yule ndege na chakula chake chote chatoka katika ukafu. Ukienda Egypt pale kuna Masjid Ahmad Bek Abu Dhahab karibu na Masjid al-Azhar. Katika wakfu zake ni chakula cha ndege. Imewekwa sawa katika wakfu kwa kutanuliwa magunia shaona ya hubub, kama ni mchele sijui ni ngano, wawekewe ndege sakafuni wapate kula. Yani watu mpaka wanyama waliwashughulikia, sio binadamu peke yake. Unaona? Wakati wa Nuruddin al-Zinki ama Salahuddin al-Ayyubi kulikuwa na ukame mkubwa sana pande za Sham. Kwa sababu chakula ni kidogo, wale mamama wakawa wanawapa watoto wao wakijinyima wao. Yeye akijinyima kula, kifua kinakauka, hapati maziwa kwa ajili ya mtoto wake mchanga. Salahuddin al-Ayyubi aliweka katika kala yake wakfu ya maziwa. Ikawa kuna mifereji, mtu anakwenda anafungua, anateka maziwa na kwenda nayo nyumbani. Na mifano ni mingi, muda umekwenda sana, lakini fikra tunataka kutoka nayo hapa ni kwa Uislamu umekuja ukatibu haya maradhi utakaoyachukulia kama maradhi, swala la fakr. Si aibu unapojikuta wewe ndani yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa ibtila huyu kwa kumpa, na amempa ibtila huyu kwa kumnyima. Si aibu wewe kujipata ndani yake. Lakini aibu si kwa kuanguka, aibu ni kwa kubaki chini. Sasa ile wewe utasema mimi nabaki hapa, sitaki kujituma, sitaki kufanya, nimeridhika na hii hali, hapo sasa ndio inakuwa ni tatizo. Kwa hivyo katika tiba kubwa za tatizo kama hili na suluhisho kubwa la janga hili ni mtu mwenyewe kwanza aandaliwe kiupande wa nafsi
kwa wewe usiridhie kubakia hapo, si kwako hapo, unafaa ujitume. Wala sio manqaba, yani sio utukufu labda wewe kubaki ni fakiri ukasema mimi sitajituma nitabaki hapa hapa. Kwani hatusomi sisi katika sera kulikuwa na Abdurrahman ibn Auf, bilionea wa masahaba. Yani ikiwa tupenda njia kwenda kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na katika njia za kwenda kwa Mwenyezi Mungu na ufukara, kuna mtu atapendelea kushika njia kwenda kwa Mwenyezi Mungu zaidi ya sahaba? Abdurrahman ibn Auf alikuwa bilionea, Uthman ibn Affan alikuwa bilionea, na wengine katika Saad ibn Rabi' na wengine katika masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama. Na wamerudi, amekuja kutoka hijra Abdurrahman ibn Auf, Mtume anamkutanisha na Saad ibn Rabi'. Na hapa somo kubwa tulipata. Mtume katika ikha yake hakuwa anabahatisha, anaangalia vichwa ambavyo kwamba vilingana, anaangalia vichwa ambavyo vinalingana. Yani wewe njoo Saad ibn Muadh, wewe ni kichwa katika upande wa leadership, njoo tukukutanisha na Abu Ubaida Amir ibn al-Jarrah, upya ni kichwa upande huu. Abdurrahman ibn Auf, wewe ni businessman mkubwa, tutakushikanisha na Saad ibn Rabi', ndo aghna al-ansar, tajiri wa ansar. Sasa Abdurrahman ibn Auf anaambiwa na Saad ibn Rabi', nitakupa nusu ya mali yangu. Kwa zama za sasa vijana wanaita zare la mentali, sio? Akamwambia ushaangukia hapo, fursa hii haiji mara mbili. Nusu ya mali ya tajiri wa Madina, aghna al-ansar, tajiri wa maansari. Lakini Abdurrahman ibn Auf hakuchukua. Alimwambia dullani ala suq, nijulishe soko lilipo, mimi nitakwenda nitafanya biashara, nitajituma. Na wamerudi wamepokonywa kila kitu, yani wamekuja Madina wamepokonywa kila kitu kule na Makureshi, mali yao yote wamepokonywa. Ameanza kutoka scratch, ameanza kutoka zero Abdurrahman ibn Auf, lakini hakupita masiku anaonekana anapendeza, ana mbomo hai, mashallah, anawiri Abdurrahman. Kwema, anamwambia Rasulullah, nimeoa mke wa Kiansari. Amwambia aulim walau bisha, fanya basi walima japo mbuzi mmoja hivi watu watafune nyama. Umempa nini? Amwambia Rasulullah, nimempa dhahabu kama konde ya tende hivi. Masiku tuko kuingia sokoni, haukupita muda Abdurrahman ibn Auf milionea, kila anachokifanya cha Indiana, baraka alopewa na Mwenyezi Mungu si ya kawaida, mpaka akisema hatta raaituni law rafa'tu hajara la tawaqqa'tu an ajida tahtahu dhahaba. Asema kafikia hali nikajiona kiinua jiwe hivi nitapata dhahabu chini ya jiwe. Kama wanavyosema maulama, yani akiamua mimi mchanga na uuza, ule mchanga sio upata nje pale bure. Namna alivyokuwa hodari za kuja kuuzia na ukaununua, na pale nje za kuupata bure. Lakini alijituma na akatumia uhodari wake katika kufanya. Kwa hivyo na sisi tujitume, tufanye. Zuhudi, naam, zuhudi yatakikana. Zuhudi ni kuipa mgongo dunia, lakini zuhudi na kumwenye nacho. Utafanya zuhudi kwa kitu una. Sasa mtu hana, alafu akwambia bwana unajua zuhudi uwe nacho, alafu kisikushughulishe. Maana yani uimiliki dunia isikumiliki wewe, iwe mkononi siwe moyoni, hiyo ndo zuhudi. Lakini huna alafu sema zuhudi, hiyo sio zuhudi. Mwenyezi Mungu atusuluhishe hali zetu inshallah. Mwenyezi Mungu atujalie ni wenye kujituma, atufungulie milango ya riziki, innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi. Wabariki vile vile walioandaa mihadhara kama hii, fadilat al-imam na naibu wake na wote wasimamizi wa sehemu kama hii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawahifadhi, ajalie katika mizani ya hasanati zao inshallah. Nadhani kuna barnamij maswali. Bismillah. Alhamdulillah, shukran Mwenyezi Mungu akubariki kwa faida kubwa ambayo tumeipata. Hata kama hatuna hizo pesa, lakini tumehisi tumeanza kutoka katika ufukara tunaenda kwenye utajiri. Zile hisia ambazo kwamba tulikuwa tuko nazo, inshallah tutafanikiwa zaidi. Amin. Kama kuna mwenye kuuliza inshallah tuulize.
Assalamu alaikum. Ustadh, kwanza shukran kwa darasa hili. Alhamdulillah Mwenyezi Mungu atatujalia sote inshallah tutatoka kwenye mazingira haya ya ufukara. Amen inshallah. Mimi niko nje ya mada kidogo. Juzi kidogo katika pitapita zangu niliona ulikuwa kwenye hilo soko lilitaja la Mtume. Ukalizungumzia mada ilikuwa hii, lakini mimi sasa nina ombi. Inshallah Mwenyezi Mungu akupatia ziara tena kwenda sehemu kama ile. Naomba mtufikishie, mtuoneshe Najdi ilipo, angalau na sisi tufaidike upande mwingine. Maana mashehe wengi waenda, lakini Najdi hamtuoneshi. Ombi langu kama mtapata nafasi hiyo, basi alhamdulillah mtuoneshe hiyo Najdi. Inshallah. Jazakumullah khair. Ili halikuwa swali, lilikuwa ombi. Kule kuna kuwa mbali mpaka utie na waitu kufika, maana kilomita 1000 na yani kutoka pale Hijaz, kutoka Makka Madina. Sasa si kila mmoja huwa ana ninio hima ya kwenda, lakini ombi lako limesikika inshallah. Sisemi mimi nitatekeleza, limesikika. Mashaka wako wengi hapa. Naam. Sheikh, assalamu alaykum. Salaam. Ni keti ngifikiria pale ulipozungumza habari ya umma kunufaika, nikafikiria kila weekend upande wa Libya kuna wakati kulikuwa hakuna maskini pale, na kila raia alikuwa akipata pesa, paka akitaka kuoa na sikia alikuwa akipatiwa pesa na pesa za umma. Tukija hapa kwetu Kenya, tulikuwa na ndugu zetu wa Somalia walipokuja walikuwa na shida nyingi sana. Wengi tuliwachukua tukapokea, lakini ule mfano uliotoa nadhani mfano mkubwa utakuwa mzuri ni hapa. Hakuketi hivi hivi kungojea kulishwa, waliketi wakifanya kazi mabarabarani, wengine akiuza dola, wakitafuta biashara akifanya. Leo wamebadilika, wamekuwa ndio matajiri wa hapa, mpaka wenyeji wanajiita wanati hapa, wanaogopa wasema hawa wana utajiri wa hali ya juu. Sasa kuuliza Sheikh, sisi kama umma tunafeli wapi? Kwa nini hatukuweza sisi kuendelea? Maana biashara wazee wetu walianza, wengi walianza na biashara, tulikuwa tukiendelea hapa. Lakini siku hizi sasa umma wetu umezoroteka, mpaka watoto wanazunguka hawana makazi. Tumefeli upande gani? Upande huo. Mashallah. Swali zuri na zito hilo. Ungekuwa umetujibia kabisa ame. Malmas'ulu anha bi'alama min as-sa'il. Taban kuna jawanib kadhaa ambazo kwamba zachangia wapi tunafeli. Kitu cha kwanza kutupendeleana khairi. Sisi tuusudiana sana. Unaona? Na mtu unaweza kuacha, angalau Mtume swalla sallam ameomba watu wasende kwa Banu Kainuka wajanunue katika soko lake, pesa izunguke pale pale kati yao. Lakini wewe unaweza kuacha duka la ndugu yako Muislamu ukaenda kwa yule asiyekuwa Muislamu, hata kama niliko mbali zaidi. Unaona? Kwa hujja akipata yule atatupanda kichwa. Atakuwa na kiburi. Unaona? So tuna choyo, tuna tabia ya hasad, jambo la kwanza. Tupenda kuona wenzetu haribikiwa kuliko watengezewa ama kuwatengea kwao. Baadhi ya wazee walikuwa wakisema ukipita sehemu kwenye baraza ukaona watu wacheka, ujue kuna mmoja wao kaharibikiwa. Ukiona watu na huzuni, ujue kuna mmoja wao amefaulu. Yani badala tumfurahikie alofaulu na tumhuzunikie yule ambaye kwamba ameharibikiwa, sisi ni kinyume. Lakini vile vile hatuna umoja katika kushikana, kuendelezana. Kwa maana ndugu zetu ambao kwamba umewataja wanaweza kushikana watu 10, 20 hata 50, wakafungua factory, wakajenga kwa mfano, wakanini, kila mmoja kaingia kwa share yake, kwa sababu jambo mkubwa linahitaji pesa nyingi, kila mmoja kaingia na chake. Sisi kwetu huwezi kulipata hilo.
Unaona? Hatujaichukulia kwa uzito ibada ya haji na umra. Wewe ukienda haji na umra utapata wao ndio wengi. Katika kota yetu 6,000 ile ya Kenya, wasokuwa wao wahesabike labda mamia kadhaa tu hivi, maelfu wao. Unaona? Na Mtume anatuambia tabi'u baina al-hajj wal-umrati fa innahuma yanfiyani al-faqra wadh-dhanba. Fatilizeni kati haji na umra zinaondoa fukara na dhambi. Tukufukara uondoke, nenda umra, nenda haji. Sisi mtu atakuwa anamiliki nyumba 2 3 na hajaenda, na anasubiri tajiri fulani ampeleke. Umeona? Na anao uwezo wa kwenda. Kwa hivyo kuna nikat kadhaa ambazo kwamba zimechangia jamii kuwa katika hali kama hiyo. Mwenyezi Mungu atuzindue inshallah. Naam, Allahu a'lam. Naam, Mungu pia ni nje ya mada, masala ya wavuvi wanao dive baharini, diving, wale wa lobsters, lazima wa dive waende chini ya mawe na ndani ya mwezi wa Ramadhani na iko na somo. Hukumu yao vipi? Alafu swali la pili, swali la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'ani, Allah fal anfus. Naam. Nakusikia. Allah yatawaffa al-anfus. Endelea tu. Kisha kwingine akasema kwamba qul yatawaffakum malakul maut. Sasa kule yatawaffakum malakul maut, alafu yatawaffa Allah. Man huwa allazi yatawaffa al-anfus? Wale wenye ku dive maji yakipita katika manfadh maftuh, saumu inavunjika. Kuna manafidh, kuna hizi sehemu ambazo kwamba ni tundu za kupitisha maji ndani. Kwa hivyo yakipita maji sawa kwa kupitia sikio, ni pua, ni mdomo, saumu yao inaharibika moja kwa moja. Kwa hivyo ni bora wasidive katika mchana wa Ramadhani. Kuna hatari kubwa kuvunjika saumu yao. Kuhusu swala la pili, Mwenyezi Mungu anasema Allahu yatawaffa al-anfus. Mwenyezi Mungu anafisha nafsi. Lakini hapo katika Qur'ani Mwenyezi Mungu anasema qul yatawaffakum malakul maut. Waambie anayewafisha ni malakul maut. Sasa je, kuna contradiction hapa? Huko tunaambiwa ni Mungu anayefisha na huko ni malakul maut. La, hakuna tanakud. Mwenyezi Mungu ni masdar wa kila kitu. Yeye ndo asili ya kila kitu. Alafu ameweka madhahir. Kuna madhahir katika chini sasa wa kufanya zile kazi. Yani walillahi almathalul a'la. Sisi tuna rais anaendesha daula. Alafu sasa kuna mawaziri, kila mmoja ameweka katika department yake. Kwa hivyo malakul maut ni moja katika ni madhhar ya kufisha, lakini masdar ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwenye riziki, inna Allaha huwa ar-razzaq, sio? Anayeruzuku nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wakati huo anatuambia fa idha hadara al-qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Wakihudhuria hawa waruzukuni. Unaona? Sasa nairuzuku ni Mungu ama ni binadamu? Imekuja katika Bukhari, wakana ibn Zubair yarzuquna at-tamr. Wakati ule wa majaa ukame, Ibn Zubair alikuwa akituruzuku tende. Sasa nairuzuku ni Ibn Zubair ama Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu ni asili. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ndo Razzaq. Lakini yule tajiri Mwenyezi Mungu amemjalia ni sababu, ni madhari ya wewe kukulipa mshahara, upate riziki yako. Kisia katika kila kitu. Wallahu a'lam. Daktari, kuna suala ya kwamba katika hadithi ambayo kwamba imepokewa na Imam Muslim sahih, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kataballah maqadiran khalaik, Mwenyezi Mungu ameshaandika makadiri ya viumbe kabla hajaumba mbingu na kabla hajaumba ardhi kwa miaka 50,000. Sasa suala la jahafa, ikiwa kila mmoja ashaandikiwa makadirio yake, vipi hali ya watu kuandikiwa madhambi yao? Na suala la pili ni ipi ikhtiyar ya binadamu baina ya qadha na qadar? Naam, wanatuambia alkhairu washarru min Allah thumma biliktisabi
فنعزوها له عزو اختراع ونعزوها لهم عزو اكتساب. Mola subhanahu wa ta'ala katika sifa zake za uluhia ni sifatul ilm, sifa ya elimu. Na ukisoma katika ilmu ya aqida ya tauhid unakuambia sifatul ilm ni sifa kashifa. Sifa kashifa maana yake inapiga mbele. Kwa maana walillahi almathalul ala, ukichukua saizi tochi kwenye kiza ukipiga hivi, wewe hujafika pale mbele, lakini tayari ushaona kuna building, kuna gari imesimama. Umepata kuyajua hayo kwa sababu ya nini? Ule mwangaza uliokuonesha mbele. Sasa sifa ya elimu ya Mwenyezi Mungu ni hiyo. Ina maana anajua tayari huku mbele watakaokuja, watakaoyafanya, watakufa katika hatima gani. Shona. Kwa hivyo kwa yale anayoyajua kwa kupitia sifatul ilmi yake ndo tayari ameandika. Umeona? Sio kwa amempangia mtu lazima apotee. Umeona? Ama huyu lazima aongoke. Tumpatane. Kwa hivyo yeye ameumba khairi na shar. Nasema al-khairu wash-sharru min Allah. Khairi na shar zatoka kwa Mwenyezi Mungu. Thumma bil-iktisabi. Kisha kwa utenda kazi. Fana'zuha lahu, tutaziegemeza kwa Mwenyezi Mungu azwa ikhtira'in kama muumba. Wa na'zuha lahum azwa iktisabi, na tutaziegemeza kwa wanadamu kama wafanyi watenda kazi. Yani Mwenyezi Mungu naam ameumba khairi, ameumba shari. Lakini amekwambia wewe chagua. Wa hadainahu an-najdain, tumemwongoza njia mbili. Unataka kwenda wapi? Haiwezekani unataka kwenda Likoni ukashika njia Kibarani. Kwa hivyo ukishika njia ya khairi utapata. Ukishika njia ya shari vile vile utapambana nalo huko mbele. Umempata? Ile masala ya kuwa mtu anakuambia bana unamwambia mtu twende tukaswali, anakuambia Mwenyezi Mungu hajaniandikia. Wewe umeona lauhul mahfudh? Yani ufunguliwe kitabu ukakiona kwa wewe hujaandikiwa. Swala ni kwa ukiinuka pale ukasema naenda zangu mimi Masjid Sharif Ali nikaswali. Kuna mtu atakuzuia, miguu impigwe misumari. Isiweze kutaharaka, utapooza, ushindwe kufika msikitini. Hakuna yote hayo, sio? Kwa hivyo unaweza kutoka ukaenda. Kwa nini usende? Shetani anakuchezea na kwambia ninakadiriwa hivi. La, hujakadiriwa hivyo, umejichegulia hivyo. Umeona? Na ndio maana mtu hawezi kunasibisha ovu na kadar isipokuwa baada ya kulifanya. Yani hawezi mtu saizi akaja akasema unajua Mwenyezi Mungu alikuwa ashaniandikia mimi kesho ninywe pombe. Ushasikia mtu akisema hivyo? Lakini sasa ile ashalifanya, utasikia fanyaje bana, Mwenyezi Mungu alikuwa ashaniandikia bana kuzini, alikuwa ashaniandikia kufanya hili na lile. Umeona? Sasa ile ashalifanya ndo alisukuma huko. Kabla kulifanya hawezi kulifanya. Kwa hivyo ulilifanya kwa khiari yako. Mwanadamu ni mukhtara hapo. Umeoneshwa mema, ukaoneshwa maovu. Na Mwenyezi Mungu ameumba yote, lakini katika kufanya ni chaguo lako. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Naam. Marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Dr. Swali langu ni hili. Ni kwa mfano mimi nina ugonjwa wa sukari. Sawa, na imefikia nimefunga. Sasa kabla ya kufika magharibi kuadhiniwa nimedunga sindano nikapima sukari katoka damu, na kawaida damu nasikia ikitoka inakuwa saumu imevunjika. Swali langu la kwanza ni hilo. Swali la pili ni baada ya kuwa nimeshapima sukari, nimeona sukari yangu iko juu. Baada ya kuwa sukari iko juu, nikadunga zile sindano za insulis za kushukisha sukari. Je, huwa imevunja saumu yangu ama saumu yangu bado inakuwa iko pale pale? Shukran. Kwanza Mungu akupe shifa wewe na wagonjwa wote. Pili, damu kutoka haivunji udhu, haivunji saumu. Na imethubutu kwa Mtume alifanya hijama akiwa amefunga, na kwenye hijama kutoka damu. Kwa vile yani kitendo cha damu kutoka haivunji saumu. Na insulin vile vile haivunji kwa sababu haingii kwenye mshipa, ni chini ya ngozi. Sindano inakwenda kwenye mishipa ndio inavunja. Wallahu aalam.
saumu yako iko sawa inshallah. Marhaba mzee anasema akumsalamu. Nauliza kutokana na hali ya sasa hivi hizi zaka zinatoka kidogo, nimepata fursa ya biashara, naweza kuchukua loan, maana naweza kupata loan ya benki. Je, naweza kuchukua ile loan nikafanya kwa biashara yangu alafu kwa dharura ile? Shukran. Loan ikiwa ina interest haifai kwa sababu itakuwa ni riba. Uislamu kama vile ulivyokuja kukuza watu katika uchumi na kuwajenga na kuwatoa katika ufukara katika njia iliyotumia, pengine hatukupata kuashiria kwenye darsa, katika njia ni kuwa imefunga milango yote ile ambayo kwamba inapelekea katika dhulma, inapelekea katika kuharibu uchumi, ikiwa moja ni mlango wa riba. Wa halallahu al-bay'a wa harrama riba, na akatangaza vita Mwenyezi Mungu kwa mwenye kula riba. Kwa hivyo fadhali ubakie katika hali ya uhitaji, kama ni hali ya umaskini, ufukara, hicho kiasi unachokipata mpaka kutapofunguka, kuliko kwenda kuchukua loan ambayo kwamba ni ya riba. Itaharibu zote na itakuingiza katika maqt, katika hasira za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ametuambia yamhaqullahu riba. Sisi kwa picha ya juu tuona tupata. Unajua mtu anapokuwa ana mali yake akitoa zaka kwa mfano 2.5, picha ya juu amebakia na 97.5 impungua. Tofauti akitoa kwa riba, shona akisema irudi badala ya 100 irudi 105, shona picha ya juu imeongezeka. Lakini kihakika ni kwa hakujaongezeka kule, kwa sababu Mwenyezi Mungu atumia yamhaqullahu riba. Tatokea tu mara utasikia sijui kumtokea janga la kuchomeka moto, mara utasikia sijui gari zipata ajali, yani mabala tafatana tu hapo. Hutopata ulichokitaka na juu yake maradhi ya moyo yatakuja. Naam, Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Shukran kwenu nyote kwa utulivu wenu katika kusikiliza. Ikiwa nimepata ni kwa taufika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa nimekosa ama nimekosa ni kutoka kwangu mimi. Allahu Ta'ala a'la wa a'lam. La ilaha illa Allahul azimul halim, la ilaha illa Allah rabbul arshil azim, la ilaha illa Allah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, la ilaha illa Allahul azimul halim, لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فاتحة.